tunaomba msaidie huyu binti apate mchumba, maana mkosi huu kama lilogwa, kama lifanya nini, tunaomba mpe mchumba huyu msichana, achumbiwe apate mume. Tunaomba yawe ni kuko kafanya chani ukipolelele mwe akapolela. Ndugu yangu umesikia? Enjo katoroka. Kenda wapi tena? Najua hata ndugu yangu alipoenda. Yaani nasemekana katoroka na kaka bwana kake kapeleka Samueli. Yaani hapa nawaza huyo mchumba wake huyo akija hapa mimi nitamwambia nini? Hamna nikujibu kama ndio yake. Yaani hapa nitaki sana nisikie. Nitamwambia nini huyo bwana wake akija mchumba wake akija mimi? Kwa hela nilizokula za yule baba nitamwambiaje? Sasa nitafanyaje? Yaani nawaza tu baba akitokea hapa sitoipa sura yangu mimi. Utakuwa kwa sababu ndugu wangu. Mbaki mimi ndio ile. Aise, chakula vipi? Sikia kama kinanuka harufu. Kama hudumu, hebu njoo. Kaka vipi unasemaje? Bwana kinanuka mambo. Mavi gani wakati hicho chakula bwana? Na mimi nasikia harufu ya mavi. Unasikiaje harufu ya mavi na kati hicho chakula? Jamani kwani wasala. Utawekaje mavi kwenye chai? Mavi gani unawekaje mavi? Hamna hapa mavi wewe. Ndugu yangu, haya karibu. Huko. Karibu baba kaa kiti. Asante sana mama. Karibu mwanangu. Asante sana. Ndio shikamoo. Baba mwanangu, uko nyumbani. Ndio ulizava. Hapa salama kidogo. Kwa nini kidogo? Huyo mwenzako huyo katoroka. Ametoroka? Ametorokea wapi? Ametoroshwa na kijana mmoja hivi wa nyumba ya tatu pale Samueli. Ninavyohisi ni hivyo, atakuwa kamtorosha tu. Umeshagundua au umepata details zozote kwamba wametorokea wapi? Maana yule kijana kazi zake anazifanyia, anafanya kazi ya uvuvi wa samaki. Sasa sijajua akamtoroshea mtoni ama atakuwa akamtorosha kampeleka wapi. Unaanza kunijua. Kushiba. Hata nenda mie. Kumbe utaka kumba na kaka mavi kweli. Si mavi haya. Sasa umefikia mavi. Kama nimemwalisha mavi. Kweli wewe unatuacha. Hamna mavi haya.
Bwana. Bwana sikia anaanza kwa sasa, mwili wote unaanza kwa sasa. Sidani. Basi sawa. Na kuahidi mama, tamtafuta Angel popote alipo. Na alafu Angel, kwa nini hangaike na masuala ya wavuvi? Ana shida gani? Angel, kwa nini unapenda kuhangaika? Hivi mvuvi anaweza kukulagai kweli? Yaani mwanangu hata mimi nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa kabisa. Ndio usione hivi nimechanganyika kabisa. Sawa mama. Mimi hili swala nitalifuatilia. Na Angel na uhakikisha atampata popote pale. Mimi na hela. Yaani bora naweza kanisumbua mtu yote. Ulifuatilie mwanangu. Yaani bora ulifuatilie. Na hakikisha tamleta Angel. Bora mtoto wangu. Yaani umlete kabisa. Na nini hapa? Hapa afante. Tumekula chakula kinanuka mavi. Na tumeangalia tumeyaona mavi. Mnaagiza gani? Hapana afande, huyo ni muongo. Kila siku wanakulaga kwangu na wali mavi. Nashangaa leo tu wanasema wamekula mavi. Mimi nitaamini mimi. Siwaelewi. Ni chakula gani kwanza? Ni wali. Alokihudumia ni nani chakula? Ni mimi mwenyewe. Kanaonyesha chakula chako. Twende nikakuonyeshe. Mimi nakuja leo umenibeba hapa na umenipulikia na hata kufikia yote na sasa nisielewi. Hata uelewi vipi? Wewe unakuja na nini? Ila wale watu wengi tu wanamalizia historia. Yaani kabisa ni inaonekana wewe dogo. Hamna. Wewe hata wewe unaacha kubaya yani. Mbona wengine yani unapata majibu hata kuelewa maana. Kila kitu vipo. Wengine Usogee vipi ongea shida gani? Kuna jambo la msingi nataka kukuuliza ndugu yangu. Vipi? una hela? Sogea basi babu vipi? Basi poa. Niambie. Chakula chenyewe hichi. Chakula ni hichi asante. Kwa hapo nuka 1 2 3 4. Ndio. Kwani chakula kinanuka mavi dada? Kwani ni vipi dada? Ulipikaje? Hapana, labda tu emergency. Emergency kivipi? Unapika wewe mwenyewe dada? Kila siku napika na kila siku wanakula. Una uhakika wanasema kinanuka mavi? Hapana dada. Anafungua huyu aende kituoni huyu. Sikiliza, haina shida sababu mimi ni askari. Nimekusikiliza. Naomba unimbebe mpaka kwenye kituo cha polisi. Hiyo nabeba na sani kwa sababu ya udhibitisho. Ila tunaombeni msinigasi aidha msimgasi raia wangu kwa sababu tayari liko chini ya serikali. Umenielewa? Kweli afande huyu mpeleke. Nampeleka ndio. Tuongozane dada. Kila siku tunakula mavi. Unasikia mwanetu? Ndio. Wewe unakumbuka siku ile nilikukuta kule kwa yule bi mkubwa una kupigana naye kelele kuhusu Kijola? Nakumbuka. Sasa pale kule kuna binti pale alikuwepo. Anaitwa Angel. Sasa binti mimi namtafuta katoroka pale kwao. Umeshaelewa? Hapo kuna boya mmoja hivi kamchukua. Wanamuita Samuel sijui. Huyo Samuel anajishughulisha sana na masuala ya uvuvi. Ndio. Sasa sijui utakuwa unaweza kujua Samuel anakaa wapi. Kuna nini hapa kinaendelea? Sikia brother. Mimi bwana nanyoa hapa na kila siku waga nanyoa hapa. Na hawa nimewanyoa. Nimeanza na huyu hapa nimenyoa, nimekuja nikamnyoa huyu hapa, akaondoka ngine nikamnyoa huyu hapa. Hata mdogo wa mwisho mtu ananichanganya. Ndio, unaona?
anakuja mwisho wa siku sijui hataki kunilipa tena kunizulumu sijui. Mimi na huyu anapata vitu yanayowasha. Tunaomba tupate maelezo kutoka kwenu. Nyinyi mnahisi ni kitu gani labda amekifanya huyu jamaa? Mtacheza kumleta kelele. Hilo swala dogo sana. Chinga kama mimi, hamna mtu ambaye sifahamu. Sawa? Na data zote za mjini hapa mimi nazifahamu zote. Sawa sawa. Kwa kuhusu Samuel, kwanza una hela? Sio shida kwangu, unajua unanijua. Kama una hela hamna kinachoshindikana hapa. Mimi zangu pesa, nigei 20 kwanza hapo, mimi nikuelekeze mchongo. Yaani wewe uhakisha tu mtu awepo mwanangu. Uhakika mtu yupo. Sawa, hamna shida. Mimi ninachotaka kumpata huyo binti. Najua wewe tajiri hauna baya, pesa ipo. Kamata 20. Sasa sikia blaza. Wewe kesho nikupe namba yangu, kesho nipigie muda wote ule. Maana kesho sitoingia nani mtaani. Taja namba zako chapu. 07 76 Pia muda wote ule. Poa, mimi nitakucheka. Basi kwa hilo naona. Sisi makoda usalama tumekuja kwa ajili ya kuuliza kwa sababu mbele kulikwenda. Sawa? Ndio. Wewe umekutengeneza umewashwa kabisa, umesikia kama unawashwa? Sawa, nimesikia kabisa ninawashwa kabisa. Na hii tukio limetokea ndani ya muda gani labda? Sasa hivi tu hapa, sasa hivi. Kweli dogo. Dogo atakao kitu cha kweli kabisa. Sasa ni vitu ambavyo mtu sisi wa makini. Huyu mtu tuacheni sisi. Huyu mtu anaenda kuojana naye kituo cha polisi. Hapa Jerry, kamata twende huko. Afande. Afande Mesha. Afande. Hivi wewe unasikia gani wewe? Afande Mesha, wewe ni ndugu yangu. Haina haja mimi na wewe kugombana. Wewe tangu mwanzo nimekuambia, nimeshakukatalia lakini bado unalazimisha. Shida nini? Afande Mesha, mimi na yeye ni ndugu. Na tufanyane kibinadamu. Kumbuka ndio ulikuwa msaada mkubwa sana katika kesi ya John. Hapo mimi sija kusaidia ndugu yangu. Afande, yani mimi nakwambia haya yanazungumzika tu. Kumbuka ile kesi ya John ilikuwa ni kesi nzito sana, lakini ulipigana, ulipambana mpaka ukafanikisha yule John akatoka. Sasa kesi ndio inaweza kuwa ngumu Afande Mesha. Kesi ya mgawa, kesi ya saluni. Ndugu zangu wako ndani mle siku ya 3 sasa hivi. Naomba unisaidie aweze kutoka. Hii ni fitina tu za makijiji ndio zimepelekea hali ile. Kwa hiyo mimi naomba tuyamalize. Kwenda sini. Tutafanya kitu moja. Hapa twende. Unaona kama umesita hapa sijaelewa. Unaona kama umechoka brother. Ni kweli. Kutoka tumeanza kutembea. Maana hii njia hii bwana ndefu. Kwa hiyo tufanye kitu kimoja brother. Tupite shortcut hapa. Itakuwa vipesi zaidi. Kumbe kuna shortcut hapa. Tupite hapa. Kwa sababu tukipita huko naona umechoka sana, utazidi kuchoka tu. Ingekuwa mbali kama hivi bora ungesema tukakwa pikipiki bwana. Yenyewe ina shida brother, hata usiwaze. Tupite hapa shortcut. Umeshafika. Wewe hata usiwaze. Twende. Sawa. Kwa tuondoke. Hapo sasa nimecha kusaidia. Afande Mesha, sikiliza basi. Afande Mesha, naomba basi simama basi tuzungumze, simama. Hapo mimi siwezi kusaidia, maana mimi naheshimu kazi yangu. Afande sikiliza basi. Afande Mesha, usinifanyie hivyo basi ndugu yangu Sikiliza basi, naomba nisikilize, tafadhali naomba samahani sana, sikiliza afande. Haya ni maisha tu ndugu yangu. Mimi siwezi kukubali ndugu yangu ateketee kiasi hicho. Naomba unisaidie kama ndugu yako. Wewe niambie tu nikupe kiasi gani ili mradi tu wale ndugu zangu waweze kuachiwa. Sasa hapo utanipa milioni 2. Afande, ungepunguza kidogo bwana, milioni 2 nyingi. Maisha yenyewe ndo haya tulionayo ndugu yangu. Mimi nishakusaidia nipe milioni 2 tu. Hapo mimi ndo mwisho mkataba. Hicho kiasi unachokisema ni kikubwa mno ukiangalia na kazi zetu na maisha yetu hapa kijijini. Mimi naitoa wapi milioni 2 afande? Kumbuka kesi ya John ilikuwa ni kubwa sana, lakini hukunifanyia kiasi kubwa kama hicho.
lakini kesi ya saluni tu na mgahawa wamewekwa ndani ndio nifanyie kiasi kubwa hicho cha hela. Kama vile unijui ndugu yangu, naomba nisaidie. Sawa, haina shida tu. Mimi nitakuwa milioni 1. Tena sasa hivi tunamaliza kabisa, yani sina longolongo, unanijua. Naomba nikuwekee sasa hivi yani. Sasa afande, una simu hapo? Ipo. Naomba nikuwekee kabisa yani. Mimi yani sitaki longolongo kabisa. Nadhani unanifahamu. Namba yako si ile ile? Ile. Angalia tayari nimeshaingia. Angalia, imethibitishwa kabisa. Tunacheki. Imefika. Haina shida. Basi nashukuru sana afande. Na hii hapa afande, nikuongezea tukapitia soda kidogo. Haina shida. Nashukuru sana bwana. Tuende kusaidiana. Haina shida. Sawa. Barikiwe wewe. Hebu subiri kwanza. Sijali masuala gani? Bwana haya. Yanaitwa matopetope poli. Matopetope. Poli. Ila kwa jina la Kibende yanaitwa mafila. Yanaliwa haya? Haya yanaliwa haya. Sema hili limeoza hili. Ila yanaliwa. Yako fresh tu. Basi twende tusichelewe. Hata anaongeza nguvu za kiume ya brother. Kweli? Sasa mimi nguvu ninazo. Wewe ndio ndio wapi? Unajua hizi skari za polini hizi ni nzuri sana. Lakini mimi naogopa bwana polini huko. Unaogopa nini mtoto wa kiume brother? Msituni kuna mambo mengi bwana. Hamna, wewe hata usiogope wala. Hii ni maa yetu hii. Haitakiwi mtu yoyote kukanyaga humu. Hapo mnakuja kizembe tu. Nakujaje humu? Ni sawa. Mnakujaje humu? Usikilizane basi. Vipi? Amka basi. Shida nini? Dharau au nikana na dharau huyu. Vipi? Una hivi vipi? Dharau. Naonekana na dharau huyu. Wewe vipi? Umelogwa.